إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله القائل المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم: اتقوا الله حيثما كنت. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وبعد، الأخوة، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Watukufu wa Islam, awali ni kuhusieni kwa namna ambavyo ninaihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumche Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha na tusiondoke duniani, tuhakikishe tunaondoka tukiwa Waislamu. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuondoka duniani tukiwa Waislamu wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika mwezi wa Muharram, tupo katika mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Kipindi kilichopita tulizungumzia dhana ya kutathmini muda uliotumia. Kipindi cha mwaka kilichokamilika ulikitumia namna gani, na kipindi cha mwaka kinachokuja utakitumia namna gani, ili kuweka tofauti kama tulivyobwagiza kipindi kilichopita: man sawa yaumahu fahuwa mahbub, mwenye kuwa sawa siku zake mbili maana yake amepoteza. Mwenye kuwa sawa miaka yake miwili maana yake atakuwa amepoteza. Leo tuangalie maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanatuelekeza nini katika kutumia vizuri kipindi hiki kipya cha mwaka tulioanza. Aya kiongozi itakuwa ni aya kutoka katika surati Al-Hajj, aya ya 77 na ya 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu, enyi mlioamini rukuuni na kusujudu. Waabudu rabbakum, na muabudu Mola wenu. Ilitosha kusema irka'u waabudu rabbakum, rukuuni na muabudu Mola wenu, au isjudu waabudu rabbakum, sujuduni na muabudu Mola wenu. Kwa mujibu wa wanachuoni wanasema amri ya ibada kwa wanadamu ni amri kongwe, kama ilivyo kongwe kupitia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wapate kuniabudu. Kwa hiyo dhana ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kongwe toka mwanzo wa mwanadamu, wakati wa mwanzo kabisa. Lakini mtindo na mfumo wa namna ya kutekeleza ibada umekuwa ukitofautiana kulingana na nyakati, mazingira, kwa mujibu wa matashi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala sabili al-mithal,
Allah subhanahu wa ta'ala alipasisha maisha ya mwanamume na mwanamke lazima yawe ni ya ndoa. Alipoanza kulifanya jambo hili kwa mtu wa kwanza na mwanadamu wa kwanza, kama Qur'ani inavyotuthibitishia, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ewe Adamu, wewe na mkeo kaeni katika pepo hili. Kwa maana sio sahihi kwa mwanaume kukaa na mwanamke bila ya kuwa ni mumewe au bila ya kuwa ni mkewe. Hayo ni makosa, sio sahihi. Kwa hivyo ni jambo kongwe kama lilivyo. Kwa hiyo dhana ya kuoana pia ni jambo kongwe. Wanachuoni wanasema katika utaratibu wa kuabudu wakati wa Bani Israili walitakiwa kusali, lakini sala yao ilikuwa ina qiyamu na ina sujudi, haina rukuu. Mapishano ya kiutume baina ya mtume na mtume yamemkutanisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hukumu za kisheria zilizokuwepo katika Taurati. Kama inavyokumbukwa, Taurati ilikuja na sheria, Injili ikaja kukazia sheria iliyopo katika Taurati. Kwa hivyo mfumo wa sala ulikuwa ni qiyamu na sijida na tahiyya. Wakati wa Mtume Muhammad likaongezeka jambo, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka Mtume Muhammad awaambie Bani Israili, enyi Bani Israili, irka'u ma'ar raki'in, wakati wa kufanya ibada lazima nanyi mrukuu kama wanavyorukuu wanaosali sasa hivi Waislamu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzingatia maagizo yanayotuhusu sote, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, irka'u, rukuuni, wasjudu, na msujudi. Wala msijaamta kusujudi mkasema sisi tumeambiwa turukuu ikawa sijida haituhusu. Irka'u wasjudu, rukuuni na msujudi, wa'budu rabbakum, na muabudu Mola wenu kwa namna anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Mfumo wa kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Mfumo wa kumwabudu Mwenyezi Mungu lazima uambatane na ikhlas, jambo unalofanya liwe khalisan lillahi ta'ala. Wafa'alu alkhaira, nafanyeni yaliyo ya khairi, nje na sala, nje ya kurukuu, nje ya kusujudi. Wafa'alu alkhaira, fanyeni khairi mbalimbali, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa katika maisha. Kisha Mwenyezi Mungu akataja wasifu wa namna ambavyo mwanadamu anataka au anatakiwa afanye ibada. Hili ndilo ambalo nataka kulitilia mkazo katika kipindi hichi kipya. Baada ya kujitathmini mwaka uliopita, tunajiratibu vipi katika kipindi kinachokuja ili tuweze kuziba mapengo yale yaliyopita na tufanye vizuri kuliko tulivyofanya kipindi kilichopita. Allah subhanahu wa ta'ala aya inayofuata anasema, wajahidu fillahi haqqa jihadi, fanyeni bidii na jitihada, fillahi, katika mambo anayoyataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala miyafanye, hata kama sio kusali na kusujudi. Kwa sababu aya iliyotangulia imemalizia kwa kusema wafa'alul khaira, nafanyeni khairi, baada ya kuwa ametaja kurukuu na kusujudu. Maarufu kiambiwa kurukuu na kusujudu maana yake unatakiwa kusali, lakini sio hilo tu, wafa'alul khaira, fanyeni na khairi nyingine zaidi ya kusali, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa. Wajahidu fillah, nafanyeni bidii na jitihada
katika kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haqqa jihadihi, lazima iwe jitihada ya kweli. Mazungumzo haya yanaashiria kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunahitaji jitihada kubwa. Kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunahitaji bidii kubwa, tena iwe ya kweli. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Angalia Mwenyezi Mungu alipoweka eneo ambalo litakufanya wewe ufikiri zaidi. Huwa yeye Mwenyezi Mungu jitabakum, amekuteueni ninyi leo hii. Kwa maana anayetaka kumwangalia Muislamu anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mujibu wa Qur'ani, sasa akuangalie wewe. Una wajibu wa kujipima, hivi ni kweli unatosha kuwa wakikuangalia wewe watamuona anayemwabudu Mwenyezi Mungu sawa sawa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi, fanyeni bidii. Tumezoea jihadi ni kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini si kila neno jihadi maana yake kupigana. Na hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, tumetoka katika jihadi ndogo baada ya vita vya Badri, sasa tunakwenda katika jihadi kubwa. Na sahaba wakamwambia Mtume, vita namna ilivyokuwa, kuna nyingine kubwa kuliko hiyo? Akamwambia ndiyo, kubwa zaidi kuliko hiyo. Mbona umeanza kuitabiri, unaijua? Akamwambia naijua zamani. Jihadi gani hiyo ili tujiandae vizuri? Jihadu nafsi. Ni jihadi ya kupambana na nafsi yako. Hakuna silaha, wala hakuna kushika mkuki, wala hakuna kufanya mazoezi. Pambana na nafsi yako wewe mwenyewe. Uzingatie, inna nafsa la ammaratu bisu, tabia yake ni kuamrisha mabaya kwa kiwango kikubwa sana, na hili jambo unatakiwa upambane wewe mwenyewe. Fanyeni bidii na jitihada katika kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa maadui wakubwa watakaowakwaza katika kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu ni nafsi zenu. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, fanyeni bidii na jitihada ya kweli, mkizingatia huwa yeye Mwenyezi Mungu jitabakum, amekuchagueni ninyi kama kielelezo cha watu wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jipima, hivyo unapofanya unatosha kuwa ni kielelezo kweli? Maneno haya yalikuwa mazuri sana wakati Mtume Muhammad akihutubia na mbele yake wako masahaba fi qaruni al-ula au fi qarni al-awwal, qarni al-afdal, katika zama zilizokuwa bora. Lakini bahati nzuri Qur'ani ndio hii inabaki kuwa hivyo hivyo, na neno la Mwenyezi Mungu ndio hilo hilo. Huwa yeye Mwenyezi Mungu jitabakum, amekuteueni ninyi. Wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, na hakujalia katika dini lipo tatizo ambalo wewe utakosa kupata ufumbuzi. Nifanye nini juu ya jambo hili? Wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, hakujalia tatizo la namna yote ikawa Mwenyezi Mungu hakutoa maelezo. Haya mambo yalikamilika zamani pale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo atmamtu alaykum, akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kutoa maelezo ya utaratibu wa dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza, nimekamilisha zote, nimetimiza facilities, nyenzo mnazozihitaji ili kuwafanya muishi kama Waislamu. Waraditu lakum al-islam dini, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini. Yalikwisha kamilishwa zamani wakati huo. Leo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatambia huwa jitabaku, amekuteueni ninyi mlioko sasa. Wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Ukitaka kuangalia vigezo, millata abikum Ibrahim, fateni mila ya baba yenu Ibrahim. Ukirudia Qur'ani, ukitazama mila ya Ibrahim, kwani Ibrahim alikuwa na kitu gani ambacho lazima tukifate? Allah Subhanahu wa Ta'ala maafana anasema hivi, laqad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladhina ma'ahu, mnacho kiigizo kizuri sana kwa Ibrahim na waliokuwa pamoja nao. Walifanya nini? Idh qalu liqaumihim,
waliposema kuambia jamaa zao wa karibu ikiwemo wazazi wao, inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, tuko mbali na ninyi kwa kile mnachokiabudu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na takaye tayari yataanza mapambano leo baina yetu na nyinyi, hata ta'budullah, mpaka mtakapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake. Huku ametuambia lugha fupi sana, millata abikum Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim. Tujitathmini katika mwaka huu kuja unaopata, jipime kwanza, maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanakustahiki? Kama hayakustahiki na wewe ni Muislamu, fanya marekebisho ambayo hukufanya katika mwaka uliopita, ili uwe mustahiki ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema huwa ijtabakum, yeye Mwenyezi Mungu amewachagua nyinyi kama kielelezo cha Uislamu, iwe kweli wewe ndiye kielelezo cha Waislamu wanaomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anakutoa shaka, wama ja'ala alaykum fid din min haraj, hakujalia katika taratibu ya maisha lipo tatizo. Mwenyezi Mungu hajatoa maelezo. Millata abikum Ibrahim, hiyo ndio mila ya baba yenu Ibrahim. Huwa yeye Mwenyezi Mungu samakumul muslimina min qablu wa fi hadha, amekupeni jina la watiifu kwa Mwenyezi Mungu. Huko nyuma jina lilikuwa ni hilo, na hata sasa jina ni hilo. Huwa yeye Mwenyezi Mungu samakumul muslimin, amewaiteni waislamu min qabl, zamani, wa fi hadha, na katika Qur'ani hii jina lenu ndio hilo. Msiwe na taabu katika hilo. Fa'tasimu billah, shikamaneni katika kuendea mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msiwe na shaka juu ya lolote. Matatizo yatakuwepo, na yakiwa makubwa, huwa maulakum, yeye ndiye mlinzi wenu. Fa ni'mal maula wa ni'mal nasir, mlinzi bora aliyoje, na nani anaweza kukupa nusra zaidi anayeweza kukupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilipenda tushiriki na wewe katika kipindi cha Ijumaa ya kwanza ya mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1445. Katika Ijumaa ya kwanza ujipime, zingatia, Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka usali kwa kurukuu na kusujudu na kumwabudu Mwenyezi Mungu sawa sawa. Maana yake lazima utimize ibada ya sala, lakini fanya kheri nyingine, usiishie hapo kwenye sala peke yake. Lakini katika kufanya kheri nyingine ziko changamoto nyingi, yako matatizo mengi yanatokea, na mambo mengi yatakukabili. Mfumo wa kuyaendea hayo, wajahidu fillahi haqqa jihad, fanyeni bidii na jitihada za kweli katika kuendea anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkizingatia huwa jitabakum, yeye amekuteueni ninyi. Wama ja'ala alaykum fid din min haraj, hakukuacheni hivi hivi, amekupeni maelekezo. Ikiwa lipo tatizo, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, mnapopata tatizo lolote rejesheni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume Muhammad, mtapata ufumbuzi wenu. Wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim, hiyo ndio mila ya baba yenu Ibrahim, katika mfano ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika kitabu chake. Fa'tasimu billah, shikamaneni katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Lazima mshikamane, muwe pamoja. Msiposhikamana mkawa kitu kimoja, kila jambo lenu litaharibika, nguvu yenu itapotea, uwepo wenu utaondoka, alama ya umoja na nguvu yenu itaondokana. Wa'tasimu billah, shikamaneni katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu, shikamaneni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hata tatizo likitokea, huwa maulakum, yeye ndiye atakuwa mlinzi wenu. Fani'mal maula wa ni'mal nasir, hakuna anayeweza kutoa ulinzi bora kama Mwenyezi Mungu, hakuna anayeweza kutoa nusra vizuri kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jipime katika kipindi hichi cha mwaka tunaokuja. Je, una qualify kuwa ni kigezo cha kuonyeshwa wewe ndiye ambaye watu wa kuangalie wewe kama wanamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Anabagiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama maneno mafupi sana, kusema ittaqullaha haythu ma kuntum, jitahidi kumcha Mwenyezi Mungu popote pale utakapokuwa.
Mche Mwenyezi Mungu katika kazi zako, mche Mwenyezi Mungu katika familia yako, mche Mwenyezi Mungu katika biashara yako, mche Mwenyezi Mungu katika michezo yako. Ittaqullaha haythu ma kuntum, mche Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa. Wa atbi sayyi'ati alhasanata tamha, nafuatiza kama liko jambo baya ulilofanya, fuatiza jambo zuri litafuta jambo hilo. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na ishi na watu kwa mwenendo na tabia zilizo bora. Hii ndiyo sifa inayotakiwa kwa Muislamu. Jipinde katika maelezo haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufanye mageuzi makubwa katika kipindi cha mwaka huu tunaanza leo hii. Yaqulu al-Mawla Subhanahu wa Ta'ala, ba'atha billahi minash shaitani rajim, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu 'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi bima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا